Samia Suluhu ajipata matatani baada ya Wakenya kuvuka mpaka na kuingia nchini Tanzania kuwauni majirani zao kumng'oa rais dikteta uongozini. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenya Scoop, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Wimbi jipya la mshikamano limezuka katika ukanda wa Afrika Mashariki baada ya vijana wa Kenya kuonyesha dhamira ya kusaidia Gen Z wa Tanzania walioko mitaani wakipinga kile wanachokita udhalimu wa kisiasa na udanganyifu wa uchaguzi. Taarifa na sauti za mshikamano kutoka mitandao ya kijamii hadi barabarani zimeibua harakati ya kikanda, huku maandamano makubwa yakiendelea kulipuka katika miji mikubwa ya Tanzania. Hali nchini humo imekuwa tete tangu siku ya Jumatano, Oktoba 28, na siku ambayo taifa hilo lilipiga kura katika uchaguzi mkuu uliozua taharuki kubwa. Serikali imetoa agizo kwa wafanyakazi wote wa umma kusalia majumbani kwa siku kadhaa baada ya ghasia kuzidi kushika kasi na kusababisha vifo na majeruhi kadhaa. Vurugu zilianza pale waandamanaji walipojitokeza kupinga kile wanachokieleza kama uchaguzi wa udanganyifu ulioambatana na kuondolewa kwa wagombea wakuu wa upinzani na ukandamizaji mkubwa wa kisiasa. Polisi walitumia risasi na vitoa machozi kuwatawanya wananchi waliokuwa wakikusanyika kwa wingi katika mitaa ya Dar es Salaam, Mwanza na Arusha. Kwa mujibu wa mashirika ya kimataifa, hali ilizidi kuwa ya hatari, huku ripoti zikionyesha kuwa watu kadhaa wamepoteza maisha na wengine wengi kujeruhiwa. Mwanaharakati wa haki za binadamu Tito Magoti aliripotiwa kupokea taarifa za vifo vya angalau watu 30, ingawa duru za kidiplomasia zilitaja idadi hiyo kuwa huenda ilizidi hapo, hasa jijini Dar es Salaam. Serikali haijatoa kauli rasmi kuhusu matukio hayo, na mashirika ya habari ya kimataifa yanaendelea kuripoti kwa tahadhari, hasa baada ya huduma za interneti kufungwa kwa muda mrefu wakati wa uchaguzi. Huduma hizo zimeanza kurejea taratibu, lakini hali ya wasiwasi bado imetanda. Katika jiji la Dar es Salaam, polisi waliweka kafyu ya usiku baada ya baadhi ya majengo ya serikali na ya kibinafsi kushambuliwa na kuchomwa moto. Wakazi wengi wamejifungia majumbani mwao, huku biashara nyingi zikisalia kufungwa. Maandamano hayo ambayo yalianza katika maeneo ya Kimara na Magomeni sasa yameenea hadi katikati ya jiji na sehemu nyingine kama Buruni na Temeke. Kwa upande wa kaskazini, mji wa Arusha na Mwanza pia imeripotiwa kushuhudia vurugu kubwa, huku vikosi vya polisi vikitumia nguvu kuwatawanya wananchi. Serikali ya Uingereza imesitisha safari ya ndege zinazoingia na kutoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere, huku viwanja vya Kilimanjaro na Arusha pia vikiripotiwa kufungwa kwa muda usiojulikana. Hatua hii imethiri vibaya sekta ya utalii na biashara za kimataifa. Kwa upande wa kisiasa, mtihani mkubwa sasa umemkabili Rais Samia Suluhu Hassan aliposhika madaraka mwaka 2021. Wengi walimuona kama mwanga mpya wa demokrasia baada ya kipindi cha ukandamizaji chini ya marehemu John Magufuli. Hata hivyo, katika miaka ya hivi karibuni serikali yake imekosolewa kwa kurudisha vitendo vya kuwakandamiza wapinzani, kuwakamata wanaharakati na kudhibiti uhuru wa vyombo vya habari. Chama kikuu cha upinzani Chadema kilinyimwa fursa ya kushiriki katika uchaguzi huu baada ya kugoma kusaini kanuni za maadili ya tume ya uchaguzi. Kiongozi wake Tundu Lissu amekuwa mahabusu tangu Aprili mwaka huu kwa tuhuma za uhaini, na wakati huo mgombea wa chama cha ACT Wazalendo aliondolewa kwenye orodha aliliyomwacha Rais Samia Suluhu akipambana na wagombea wadogo wasio na ushawishi mkubwa. Kutokana na mazingira hayo, maandamano yamekuwa njia kuu ya raia kueleza hasira zao, na hali imezidi kuwa mbaya zaidi katika mpaka wa Namanga, ambapo wananchi wa Tanzania walivuka upande wa Kenya wakikimbia gesi ya machozi iliyokuwa imetanda upande wao. Wengine waliamua kuungana na wafanyabiashara wa eneo hilo kuchoma barabara na kuonyesha ishara ya hasira dhidi ya serikali ya Tanzania. Kuanzia asubuhi ya Alhamisi, anga la Namanga lilifunikwa na wingu zito la vitoa machozi, likiwalazimu watu kufunga maduka na kukimbilia maeneo salama.
Mabango ya kampeni yenye picha ya Rais Samia yalichanwa na kuchomwa moto, huku kundi la vijana likiimba nyimbo za kupinga serikali, likituhumu kwa kutumia vyombo vya dola kukandamiza haki za wananchi. Huku haya yakijiri, serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani imeonya wananchi wa Kenya wasishiriki maandamano hayo tena. Na katibu wa wizara hiyo, Daktari Raymond Omolo, alisisitiza kwamba Kenya itaheshimu uhuru wa Tanzania lakini haitaruhusu uvunjifu wa amani katika mipaka yake. Ameagiza maafisa wa usalama kuongeza doria katika maeneo ya mipakani ikiwemo Namanga na Lungalunga ili kudhibiti uwezekano wa vurugu kuingia ndani ya ardhi ya Kenya. Kauli hii imekuja baada ya video kusambaa mitandaoni zikionyesha Wakenya wakionyesha mshikamano na vijana wa Tanzania, wakiahidi kuwasaidia katika kile walichokiita mapambano ya kizazi kipya dhidi ya ukandamizaji wa kisiasa. Miongoni mwa waliotuma ujumbe wa kuunga mkono na viongozi wa harakati barani Afrika, wakiwemo wanasiasa vijana na wanaharakati kutoka Uganda na Afrika Kusini. Kupitia mitandao ya kijamii, wanasiasa kama Bobi Wine kutoka Uganda wametoa ujumbe wa mshikamano wakisifu ujasiri wa Tanzania wanaopigania haki zao licha ya vizuizi vingi. Kauli hiyo imezua mijadala mikubwa mitandaoni, hasa miongoni mwa vijana wa Afrika Mashariki wanaona kuwa mapambano haya yanawakilisha kizazi kipya kinachodai demokrasia na uwajibikaji. Bobi Wine amekuwa akijitokeza kama sauti ya vijana barani Afrika katika kupigania haki za kisiasa na uhuru wa kujieleza, na kauli yake kuhusu Tanzania imeelezwa kama wito wa umoja wa kisiasa katika eneo hili, huku ikisisitiza kwamba kizazi kipya hakiwezi tena kukaa kimya mbele ya dhuluma na uonevu. Tanzania kwa sasa inakabiliwa na changamoto kubwa ya kisiasa. Uchaguzi wa mwaka huu ulihusisha wagombea 17 wa urais, wakiwemo 3 wanawake, lakini wachambuzi wengi wanaona matokeo yake kama ishara ya kuzorota kwa demokrasia. Wameonya kuwa ukosefu wa uwazi, kuondolewa kwa wagombea wakuu upinzani na udhibiti wa vyombo vya habari ni ishara ya taifa kuingia katika ghasia ama giza la kisiasa. Mashirika ya kimataifa yameonya kuwa huenda machafuko yakazidi ikiwa serikali haitachukua hatua za kuzuia mauaji na kukomesha matumizi ya nguvu dhidi ya raia, na wameitaka Tanzania kufungua milango ya mazungumzo na kuhakikisha haki ya kisiasa na kiraia zinalindwa. Kwa sasa mitaa ya Dar es Salaam imegeuka uwanja wa mapambano kati ya wananchi na vikosi vya usalama. Video zinazoenea mitandaoni zinaonyesha vijana wakitumia magogo, matairi na mawe kujikinga dhidi ya risasi na vilevile vitu vya gesi ya machozi. Biashara nyingi zimefungwa na huduma muhimu kama usafiri wa umma zimesimama. Watumishi wa umma wameelekezwa kufanya kazi kutoka nyumbani hadi itakapokuwa tulivu. Serikali imewaomba wananchi kuepuka mikusanyiko, lakini hali ya hofu na ukosefu wa mawasiliano bado inatawala. Ripoti za ndani zinaonyesha kuwa baadhi ya wanasiasa wa upinzani wamekamatwa huku wengine wakikimbilia kujificha, na mitandao ya kijamii imefurika taarifa na video za maafisa wa usalama wakikabiliana vikali na waandamanaji, na ni jambo linaloibua ukosoaji mkubwa kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Maandamano haya yamegeuka kuwa alama ya kizazi kipya cha Afrika Mashariki kinachotaka kuona mabadiliko ya kweli ya kisiasa. Vijana kutoka mataifa jirani hususan Kenya wamejitokeza kuonyesha mshikamano wao, wakiahidi kusaidia Gen Z ya Tanzania kwa njia mbalimbali, kutoka mitandaoni hadi wanaharakati wa kimataifa. Kwa sasa macho yote yameelekezwa katika Dar es Salaam, kitovu cha siasa na uchumi wa Tanzania, ambapo maelfu ya vijana bado wanashikilia mitaani wakidai haki zao licha ya gesi ya machozi, risasi na vitisho vya vyombo vya dola. Hali hii imekuwa kengele ya onyo kwa viongozi wa Afrika Mashariki kuhusu kizazi kipya kinachoinuka, kizazi ambacho hakitaki tena siasa za mabavu wala mifumo inayowanyima nafasi katika taifa lao. Huku dunia ikitazama, Tanzania iko katika kipindi muhimu sana cha kihistoria. Mshikamano wa vijana wa Kenya na Gen Z wa Tanzania unazidi kuthibitisha kuwa ukanda huu una kizazi kipya chenye ujasiri wa kusimama dhidi ya udhalimu.
Hii ni sauti ya mabadiliko, sauti ambayo haiwezi tena kuzimwa. Endelea kufuatilia Kenyascope kwa taarifa kamili kuhusu kinachoendelea Afrika Mashariki, haswa nchini Tanzania. Kila ukweli, bila hofu, bila upendeleo. Kumbuka kusubscribe, kulike na vile kutoa maoni yako hapo chini kwenye kisanduku. Gonga kengele ili uweze kupata alerts kila wakati tunapoweka video mpya.